Tumekaa hapa na nimeketi utuo mkali wa VOC Media, na ishu kubwa tu ni kukuhabarisha ama kukujuza juu ya yale machache ambayo yameshika hatamu kwenye mpira wa miguu. Na leo tupo kwa wekundu wa Msimbazi, Simba, kituo ambacho kimekuwa na mijadala mikubwa ama mizito kuhusiana na masuala ya soka. Kwa nini? Kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo wamekuwa nayo, miaka mitano bila ubingwa NBC Premier League, hivyo kila siku wanatengeneza mikakati mpya ama mikakati mbadala ya kupata kile kilicho bora. Sasa leo wekundu wa Msimbazi, Simba, rasmi wametangaza kuachana na wachezaji wake watatu wa kigeni, lakini pia wachezaji watatu wa kizawa. Sasa ni kina nani hao? Kaa hapa hapa Tembo Mastori VOC Media, twende kuwapata na kuwajua kwa undani zaidi, na umri wao na mpaka wanaachana na Simba walikuwa wapi, na itakuweje kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba, baada ya kuachana na hawa nyota. Tuanze na nyota wa kigeni. Jina la kwanza ni la Chamo Karabwa, beki kutoka Ivory Coast, mzaliwa wa Novemba 22 ya mwaka 1999, umri wa miaka 26 mpaka sasa, na alikuwa anawatumikia TRA United kwa mkopo. Msimu uliopita alicheza Simba, lakini kiwango chake kikaonekana ni Zohof Ilhal, wakaamua kumpumzisha kwa kumpeleka mkopo kwenye kikosi cha TRA wakusanya kodi nchini Tanzania. Sasa Simba walimpeleka pale ili akageni ujuzi, ili baadaye kama atakuwa na kiwango kilicho bora basi wamrejeshe. Ukweli tu ni kwamba Chamo Karabwa amefanya kazi kubwa sana kwenye kikosi cha TRA United, lakini Simba wameona dhahiri shahiri hawatakuwa na mchezaji kama Chamo Karabwa, na ndio maana tunasikia wanahusishwa na baadhi ya mabeki, lakini pia wanao kina Rushaine De Reuck ambao huenda wakawatosha kuwatumikia msimu unaokuja. Jina jingine ni la mlinda mlango Musa Pinpin Kamara, mzaliwa wa tarehe 27 ya mwezi Novemba mwaka 1998. Yeye ana umri wa miaka 27. Rasmi klabu ya Simba imetangaza kuachana na mlinda mlango huyu raia wa Guinea. Sasa Musa Pinpin Kamara atakumbukwa sana kwenye mchezo wa Al Tripoli ya Libya ya kina Joe Pancesio Mabululu. Alifanya kazi kubwa sana pamoja na kina Thierry Manzi wa Al Tripoli. Alifanya kazi kubwa na alidaka kwa kiwango kikubwa sana, na alisaidia Simba kufika hatua ya fainali ya michuano ya CAF Confederation Cup. Lakini Simba wameamua kuachana naye kwa sababu ya matatizo kadha wa kadha ambayo amekuwa akimkumba, injury pamoja na mambo mengine. Sasa watu wanajiuliza sana kwamba Simba wanaachana na Musa Pinpin Kamara. Je, wana mlinda mlango mwingine ambaye wanamtegemea kwamba ni Jibril Tanja Kasali ambaye ndo atasalia na ameshaachana na mlinda mlango Musa Pinpin Kamara? Mwalimu Steve Becker anayo majibu ya haya yote. Je, ni nani ataamua kumtumia msimu ujao? Lakini rasmi wekundu wa Msimbazi, Simba, wameachana na Musa Pinpin Kamara. Jina jingine ni la Joshua Budo Mutale, mchezaji kutokea kwenye kikosi cha Power Dynamo wakati anajiunga na wekundu wa Msimbazi, Simba. Yeye huyu ni mzaliwa wa tarehe 24 ya mwezi Januari ya mwaka 2002, naye tayari ameachwa na wekundu wa Msimbazi, Simba. Kwa sasa alipelekwa mkopo kwenye timu ya Al Dah ya pale Saudi Arabia na amekuwa akifanya vizuri, lakini Simba hawana mpango na Joshua Budo Mtale. Kumbukwe Joshua Budo Mtale ni winga wa kushoto mwenye uwezo wa kucheza pia winga ya kulia. Sasa Simba wameamua kuachana naye, na naamini kuachana naye ni kwa sababu ya ubora alionao Lebase Gwe, Elie Mpanzu pamoja na wachezaji wengine kama Anset Oura, lakini pia usajili ambao wanautegemea kwa sasa wa Catlisto Makigaro. Wote hawa ni mawinga. Sasa zani kama Simba wanahitaji tena kuwa na mchezaji kama Joshua Budo Mutale, raia wa kizao kwa maana ya Tanzania. Sasa hapa kuna Omar, mchezaji wa zamani wa Mashujaa FC, mzaliwa wa mwaka 2005, umri wa miaka 21 kwenye kikosi cha Simba, na alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao hakupata nafasi kubwa sana kuanza kwenye kikosi, lakini ni mchezaji ambaye kiukweli alikuwa ni professional na alikuwa na uwezo mkubwa sana, na alikuwa Mashujaa na amefanya kazi kubwa kwa kiasi chake, japo nafasi yake ilikuwa finyu sana kwa Samuel Jackson Onditi pamoja na kina Balama Elie Mapinduzi. Mchezaji mwingine ni Edwin Balua, mchezaji ambaye alifanya makubwa akiwa na kikosi cha Simba. Atakumbukwa pia naye kwenye mchezo wa Al Tripoli dhidi ya Simba Sport Club, alifunga goli la 3. Sasa naye tayari wekundu wa Msimbazi, Simba, ameamua kuachana naye
kwa sababu huenda ya ubora wa mawinga ambao tayari Simba wako nao, kwa sababu Edwin Barua pia ni winga wa kulia na kushoto. Na jina jingine kabisa ni la Awesu Ali Awesu Lucho, miongoni mwa midfield bora kutoka nchini Tanzania, na amecheza baadhi ya vilabu vingi ikiwemo KMC pamoja na vilabu vingine vingi hapa nchini Tanzania. Yeye huyu ni mzaliwa wa tarehe 10 ya mwezi Aprili ya mwaka 1997 na kwa sasa alikuwa anawatumikia Kenya Police kwa mkopo akitokea Simba Sport Club, lakini Simba tayari wameamua kuachana naye. Sasa baki na sisi kila siku ili kupata update zilizo bora, kwamba kama Simba wameachana na hawa watu, ina maana siku za hivi karibuni huenda tukaanza kuona wakishusha mashine mpya. Mimi ni Paul Tembo na